Hili limetoa onyo la kuwataka wakazi wa maeneo ya kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, kuondoka wakati likiendelea kulenga kwa mashambulizi maeneo ya wapiganaji wa Hezbollah siku moja tu baada ya kufanya mashambulizi yaliyosababisha mamia ya watu kujeruhiwa. Onyo hilo limetolewa pia wakati vikosi vya dharura vikiendelea kutafuta manusura katika vifusi vya majengo baada ya mashambulizi makali ya jana. Nchi mbalimbali za Ulaya zimekosoa mashambulizi hayo makali yanayofanywa na Israel na kusema kwamba Lebanon ni lazima ihusishwe katika makubaliano ya kusitisha vita na Iran. Waziri wa Ulinzi wa Uingereza John Healey amemuonya Rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba jaribio lolote la Urusi la kuharibu nyaya na mabomba yaliyopo chini ya bahari kwenye visiwa vya Uingereza halitavumiliwa. Amefahamisha juu ya operesheni ya pamoja iliyofanywa na vikosi vya Uingereza na washirika wake kufuatilia nyambizi ya Urusi na meli za upelelezi zilizo chini ya maji kwa takriban mwezi mmoja. Waziri wa Ulinzi wa Uingereza ametoa onyo hili kwa Urusi. Tunawaona na tunaona kile mnachokifanya kwenye miundombinu yetu, ikiwemo mabomba ya mafuta. Mnapaswa kujua kile mtakachokifanya hakitavumiliwa. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa China Wang Yi amesema Beijing iko tayari kufanya kazi na Korea Kaskazini ili kuimarisha uhusiano wao. Zaidi na Liz Masinga. Waziri Wang yuko katika ziara ya siku 2 mjini Pyongyang ambako amekutana kwa mazungumzo na mwenziwa huko Cho Song-hui. Ni ziara ya kwanza kufanywa na waziri wa mambo ya nje wa China Korea Kaskazini katika kipindi cha zaidi ya miaka 6. Anatarajiwa pia kukutana na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Ziara hiyo inafanyika wakati ambapo Rais wa Marekani Donald Trump akitarajia kutembelea China mwezi ujao. Rais Trump amekuwa akisisitiza nia yake ya kutaka kuanza tena kwa mazungumzo ya moja kwa moja na kiongozi wa Korea Kaskazini. Afisa mmoja wa ngazi za juu wa jeshi la Nigeria ameuawa na wapiganaji wenye itikadi kali katika jimbo la Borno kaskazini mashariki mwa Nigeria katika shambulio lililofanywa kwenye kambi ya jeshi. Mwenyekiti wa serikali katika eneo la Kaga jimboni Borno amesema Brigedia Jenerali Ibrahima aliuawa wakati wapiganaji hao waliposhambulia kambi ya jeshi iliyoko Benshek. Ni jenerali wa pili kuuawa kaskazini mwa Nigeria katika miezi ya hivi karibuni. Na mamia ya raia nchini India wanapiga kura za katika uchaguzi wa serikali za mitaa, ikiwa ni mtihani kwa waziri mkuu wa nchi hiyo Narendra Modi katika chama chake cha Hindu Nationality. Uchaguzi huo ni maandalizi ya uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwanzoni na kuanza mwezi Mei mwaka huu. Hii ni BBC. Huyo ni Halima Nyanza alokusomea taarifa ya habari za dunia. Msikilizaji, matangazo haya ya Dira ya Dunia kuna njia mbalimbali ambazo unaweza kuyategea sikio. Bila shaka unaweza kuyasikiliza kupitia FM, tovuti yetu bbcnewswahili.com, kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC News Swahili, lakini vile vile kupitia redio wa shirika mbalimbali nchini Kenya. Unaweza kuyategea sikio kupitia Must FM, Pamoja FM na Milele FM. Ukiwa Tanzania unaweza kuyategea sikio kupitia CGFM, Abud FM na Radio Kwizera, lakini kule Uganda yategea sikio kupitia Radio Kitara, Radio Paidha na Radio Lira. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huwa ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Jioni huko nami Karorobi na mwenzangu ni Victor Kenani. Karibu tuwe sote. Shukran. Rais wa Iran amesema mazungumzo na Marekani kuhusu kumaliza vita vya Mashariki ya Kati hayatakuwa na maana iwapo Israel itaendelea kufanya mashambulizi dhidi ya Lebanon. Mataifa ya Ulaya pia yamesema sharti Lebanon ihusishwe katika makubaliano yaliyofikiwa ya kusitisha mapigano. Jeshi la Israel limewataka wakazi wa kusini mwa Beirut kuhama makazi yao, kwani inajitayarisha kufanya mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah. Nasteha Mohamed na taarifa zaidi. Ni mashambulizi ya Israeli yaliyodumu kwa dakika 10 katika mji mkuu wa Lebanon, Beirut, na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 182. Kwa mjibu wa Wizara ya Afya ya Lebanon, mbali na watu waliouawa, zaidi ya watu 1000 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo kote nchini Lebanon. Jeshi la Israeli limesema kwamba limefanya mashambulizi ya anga zaidi ya 100 ambayo yalikusudia kulenga ngome za Hezbollah. Rais wa Lebanon Joseph Aoun ameelezea mashambulizi hayo kama mauaji makubwa zaidi
na kutangaza siku ya leo kama siku ya taifa ya maombolezo kwa waliouawa. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameapa lazima nchi yake ichukue hatua kubwa dhidi ya kundi la Hezbollah ambalo linaungwa mkono na Iran. Matamshi ya Netanyahu yanakuja baada ya jeshi la Israel kutangaza kuuawa kwa Ali Yusuf Harshi, katibu wa mpwa wa katibu mkuu wa Hezbollah Naim Qasim. Tuna malengo zaidi ya kufikia na tutayafikia kwa makubaliano au kwa kuendeleza mapigano. Tuko tayari kurejea vitani wakati wowote. Tuko tayari kabisa. Tuko tayari wakati wowote. Raia wa Lebanon wanaelezea masaibu yao kufuatia mashambulizi hayo kutokea. Kuna watu wengi ambao bado hawajulikani waliko mpaka sasa, na kuna wengine wengi ambao wanaaminika kuwa bado wako chini ya vifusi. Watu bado wanahesabu waliofariki, kutafuta waliopotea, na wanatumai kwamba wengine bado wataonekana. Kulingana na shirika la Msalaba Mwekundu nchini Lebanon, mashambulizi hayo yalilenga makazi ya watu. Mashambulizi yamelenga maeneo ya kibiashara na makazi katikati mwa Beirut. Maeneo haya yalikuwa katika pilika ambapo watu walikuwa kwenye biashara zao za kawaida. Katika eneo hili kuna ofisi nyingi, kuna kliniki, kahawa na maduka. Ni eneo lenye watu wengi sana. Hivyo kuna watu wengi ambao hawajulikani waliko. Shirika la Msalaba Mwekundu la Lebanon kwa kushirikiana na mamlaka za eneo hilo limejitahidi kuwaokoa na kuwahamisha majeruhi, lakini kwa bahati mbaya bado kuna watu wengi waliokwama chini ya vifusi. Wakati huo, Iran imesema ikiwa mashambulizi nchini Lebanon hayatakoma mara moja, huenda yakachochea hatua kuchukuliwa. Lakini makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema Lebanon haihusiki kwa vyovyote kwenye mpango wa usitishaji wa vita wa muda wa wiki 2 kati ya Marekani, Israel na Iran. Nafikiri hii inatokana na kutoelewana. Nafikiri wa Iran walidhani kwamba makubaliano kusitisha mapigano yalijumuisha pia Lebanon, lakini haikuwa hivyo. La, hatukuwahi kutoa ahadi kama hiyo, wala hatukuashiria kwamba hilo lingelikuwa hivyo. Tulichosema ni kwamba usitishaji huo wa mapigano ungejikita kwa Iran na pia kwa washirika wa Marekani, yaani Israeli na nchi za Kiarabu za Ghuba. Haya kijiri, kundi la Hezbollah limesema limeshambulia kaskazini mwa Israel kwa makombora. Wanamgambo hao wanaoungwa mkono na Iran wanasema hilo lilikuwa ni jibu la ukiukaji wa mpango wa kusitisha mapigano. Katika taarifa iliyochapishwa kwenye mitandao ya kijamii pia wametishia kuendelea na mashambulizi hadi uchokozi wa Israeli na Marekani dhidi ya Lebanon utakapokoma. Bado kuna habari kinzani za iwapo nchi hiyo imejumuishwa katika usitishaji mapigano. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Khatibzadeh ameambia kipindi cha BBC Today katika mahojiano maalum kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon siku ya Jumatano yalikuwa ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran. Said anasema Iran ilituma ujumbe ikulu ya Marekani jana usiku. Nchi za Ulaya zimesema kuwa Lebanon lazima ijumuishwe katika makubaliano ya kusitisha mapigano. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper amesema mashambulizi ya Israel yameleta madhara makubwa sana, na akaonya kuwa kushindwa kuijumuisha Lebanon katika makubaliano hayo kunaweza kuleta hatari ya kuyumbisha utulivu wa eneo lote. Waziri wa masuala ya kigeni wa Ulaya Jean-Noel Barrot amesema kwamba ni muhimu Lebanon kuwa katika mpango huo wa usitishaji wa vita, lakini pia Iran lazima iwache mpango wake kurutubisha zana za nyuklia. Na huku kukiwa na sintofahamu iwapo Israel itasitisha mashambulizi dhidi ya Lebanon, waokoaji wanaendelea kufanya shughuli za kuwaokoa manusura. Nasteha Mohamed, Dira Dunia, BBC. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa Iran ameiambia BBC kwamba Marekani inapaswa kuchagua kati ya vita au amani, wakati makubaliano ya kusitisha mapigano yakionekana tayari kuanza kuyumba. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Khatibzadeh alisema kwamba baada ya mashambulizi makubwa ya Israeli nchini Lebanon jana Jumatano, Tehran ilituma ujumbe kwa Marekani ambao aliufupisha kwa kusema huwezi kula keki yako na wakati huo ukaibakiza. Na Rais Trump amesema kuwa mashambulizi ya Marekani yataanza tena isipokuwa kile alichokiita makubaliano ya kweli yafikiwe na kuheshimiwa kikamilifu. Phyllis Mwate anaarifu zaidi.
Marekani na Israel zinasema kwamba Lebanon haikuwa katika mpango huo wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Akiwa katika ziara yake ya Umoja wa Falme za Kiarabu, Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amewaambia washirika wa mataifa ya Ghuba kwamba Iran haipaswi kushikilia mlango wa bahari wa Hormuz kama mateka. Kuna hali ya afueni, nadhani unaweza ukahisi hapa katika kambi hii nchini Saudi Arabia, unaweza ukahisi kuna afueni, lakini unachotaka kujua ni pia watu wa Uingereza wanataka kujua hivyo hivyo, ni kwamba hali hii inapaswa kuwa ya kudumu na ni jukumu letu kushirikiana na nchi nyingine katika eneo hili, si tu kuhusu kusitisha mapigano bali pia kufungua mlango wa Hormuz. Vilevile Starmer alisisitiza kwamba Uingereza imekuwa dhabiti katika msimamo wake kuhusu mgogoro huo, akitoa wito wa kupunguza mvutano na kufikiwa kwa mpango wa usitishaji wa mapigano ambao utadumu. Alisema kuwa mataifa yanahitaji kushirikiana ili kupata suluhisho kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz. Tangu Iran na Marekani zilipokubaliana kusitisha mapigano, IRGC ya Iran imesema kuwa meli yoyote itakayopita kwenye mlango huo bila ruhusa yake italengwa na kuharibiwa, huku msemaji wa White House Caroline Leavitt akisema taarifa kwamba mlango huo umefungwa si za kweli. Usalama bado hauko wazi kwa meli zinazopita katika mlango wa bahari wa Hormuz, kulingana na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya kimataifa ya usafirishaji. Akizungumza na kipindi cha Today cha BBC, Niels Haupt wa kampuni ya Hapag-Lloyd amesema kuwa kampuni hiyo bado ina meli 6 zilizokwama katika eneo la Ghuba. Aidha amesema kuwa moja ya meli zao ilipigwa na vipande vya bomu katika mlango huo wiki 2 zilizopita, licha ya kutolengwa moja kwa moja. Naye naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Said Khatibzadeh ameambia kipindi cha Today cha BBC kwamba Iran itahakikisha usalama na upitishaji salama katika mlango wa bahari wa Hormuz ambao alisema ulikuwa wazi kwa maelfu ya miaka hadi vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilipoanza. Hata hivyo amesema kwamba kufunguliwa kwake kutatokea tu baada ya Marekani kusitisha uchokozi, akimaanisha mashambulizi ya Israel nchini Lebanon. Kwa muda huu mfupi, jambo bora tunaloweza kutumaini ni kwamba bei ya mafuta kwenye maeneo ya kuuza ya rejareja zitaacha kupanda kwa kasi kama zilivyokuwa zikifanya, na huenda zikafika kilele katika siku zijazo. Lakini tunachohitaji kwa kweli ni bei ya mafuta kubaki chini kwa muda mrefu, kwa wiki kadhaa, ili gharama za jumla zipungue, na kisha hilo liweze kuhamasishwa kwa watumiaji na wauzaji wa rejareja. Aidha, Khatibzadeh amesema kwamba Iran itazingatia kanuni za kimataifa na sheria za kimataifa, lakini akasisitiza kuwa mlango huo hauko katika maji ya kimataifa na usalama wa upitishaji unategemea nia njema ya Iran na Oman. Hayo yakijiri, bei za mafuta zilipanda leo Alhamisi asubuhi katika masoko ya Asia baada ya kushuka kufuatia makubaliano ya Marekani ya kusitisha mashambulizi dhidi ya Iran kwa wiki 2. This is a transit route between the Hii ni njia ya usafiri inayounganisha bahari kuu. Huenda kuna maji ya mamlaka ya kitaifa katika eneo hilo, lakini pia kuna njia ya kimataifa ya usafirishaji na njia ya kupitisha mizigo ya kimataifa, jambo linalomaanisha kwamba kanuni za uhuru wa usambazaji zinatumika. Hivyo nchi haziwezi tu kudhibiti au kuchukua kwa nguvu njia hizo za kimataifa na kutoza ada kwa upande mmoja. Hawawezi kufanya hivyo. Kiwango cha kimataifa cha mafuta ghafi aina ya Brent crude kilipanda kwa 2.2% hadi $96 kwa pipa, huku mafuta ya Marekani West Texas Intermediate yakipanda kwa 2.8% hadi $96. Dalili za kusambaratika kwa mpango wa usitishaji huu wa mapigano wenye masharti zimeanza kuonekana baada ya Israel kuendelea na mashambulizi nchini Lebanon. Felice Mote, Dira ya Dunia, BBC. Bado tukisalia kwenye mzozo huo, katibu mkuu wa